Ili kumsaidia Malkia kutoroka, kila mti katika mwitu unainuka ili kumlinda. Lakini kuna maadui wengi sana. Wanamwona vyovyote vile na kumkimbiza kwa kasi yao yote. Upepo mkali unavuma, ukitandaza dhoruba ya majani. Chini ya kila jani, shujaa jasiri amejificha. Wanadondoka kutoka angani, wakianzisha shambulio la kushtukiza. Fujo zinalipuka kila mahali. Waendeshaji wawili wa kunguru wanashuka kutoka kwenye miti, Bwana wa Giza na mwanawe. Wamedhamiria kumkamata Malkia safari hii. Sasa akiwa peke yake kabisa. Malkia anainua mikono yake, na mzizi mkubwa unachomoza kutoka ardhini chini yake. Lakini maadui wengi zaidi wanazuia njia yake mbele. Kwa bahati nzuri, ua dogo la dandelion linatokea kwa wakati mwafaka, ili tu mawimbi ya maadui yamiminike tena. Malkia anaamuru askari wa farasi kumchukua msichana mdogo na kukimbia, huku yeye akivuta fikra za maadui kwake mwenyewe ili kusaidia utorokaji wake. Kila kiumbe na mmea katika mwitu unachangia. Anaruka kutoka tawi hadi tawi, akipanda juu kwa sekunde chache, kisha anajirusha angani. Jenerali Ronya anasili kwa wakati mwafaka ili kumdaka. Lakini kabla hawajapumua kwa amani, mshale unapita karibu na vichwa vyao. Ni Bwana wa Giza na mwanawe wamerudi kwa raundi ya pili. Wanashambulia kwa mfuatano wa haraka, lakini Jenerali Ronya hachezi upande wa kujihami. Anadaka mshale unaokuja na kuufyatua urudi nyuma, ukimpiga mtoto wa Bwana wa Giza katikati ya kifua. Akiwa na hamu ya kuokoa mwanawe, Bwana wa Giza anaacha chasing hiyo. Wanafikiri wako salama, lakini kisha shambulio la mwisho la Bwana wa Giza linampiga Malkia. Radi inapasuka. Umeme unakata anga. Mwitu mzima unaonekana kupoteza mwanga wake. Wakati huu wa kustaajabisha unashuhudiwa na msichana wa kibinadamu anayepita karibu. Akiwa amepigwa na butwaa, hawezi kuamini macho yake. Akipiga magoti ili kumkodolea macho kiumbe huyo ambaye si mkubwa kuliko ncha ya kidole chake. Juu, miti mikubwa inatandaza matawi yake, ikitengeneza dari ya majani juu ya Malkia aliyejeruhiwa. Malkia anadhoofika haraka. Ili kutimiza wajibu wake, anaelekeza uchawi wake wa mwisho kwenye tundu la ua. Tundu hilo linaelea taratibu kwenda juu na kutua kwa upole kwenye kiganja cha msichana. Kisha kitu kisichowezekana kinatokea. Tundu hilo linapiga mapigo yenye nguvu kubwa, likimwinua msichana kwenye mzunguko wa mwanga. Anapotua tena chini, amesinya hadi kufikia ukubwa wa kiumbe cha kishirikina Fairi. Na safari yake ya ajabu ya uchawi inakaribia kuanza. Komenti kama unahitaji mwendelezo.